hili halifanani na sisi watu wa nchi. Halifanani kwa sababu Mwenyezi Mungu katupa neema kubwa. Katupa neema kubwa ya kuwa Waislamu wengi. Uislamu ambao muongozo wetu ni kitabu kilichokuwa kitukufu kuliko kitu chochote duniani kilichokuwa. Na neema kubwa kwamba katupa mwalimu wa kutufundisha. Na kaondoka mwalimu wetu akatuachia warathi wa mwalimu wetu waliokuwa watukufu kabisa. Wazee wetu, walimu wetu. Na wao alhamdulillah wakatufikisha leo bado tuko hivi tulivyo. Lakini moja ambalo tunajifunza katika na hasa huu uchaguzi uliopita, kwamba tunayoyafanya haya tukaweka na roho juu ni sisi wenyewe, ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni jirani zetu, ni sasa hili tuseme liko mikononi mwetu. Lakini huku tunakokwenda, naomba jamani maana kuna mambo mengine nchi hii ukiyazungumza mtu kishakimbilia kwenye siasa, kashakimbilia kwenye vyama. Wenye vyama ni sisi, wenye siasa ni sisi, na wafanyaji ni sisi. Sasa sijui kama majibu hayo yanakubalika kwamba mimi nilifanya haya nikiwa kwenye siasa, nilihushi hili kwenye siasa, nilidanganya hili kwenye siasa. Sina hakika. Hayo waliokuwa walimu, waliokuwa wenye elimu, wao wanajua zaidi. Lakini mimi nasema kwamba haya mchanganyiko wake ndio yanotupelekea tukawa roho juu, na bahati mbaya hayapungui. Maana ingekuwa mwaka jana ilikuwa haijambo, mwaka huu kawa afadhali. Lakini tumeyaona mwaka huu, maana huko nyuma kuna watu maalum wakifanya, lakini mara hii tumeona watoto wadogo, na sisi ndio walezi, tunadhima, tunadhamana kwamba watoto hatu wanyooshe. Tumewaona leo watoto wa kike wamo katika ghushi, wamo katika ghilba, wamo kwenye vurugu, wamo kwenye watoto wa kike. Hawa ndio wanakuja kuwa mama kesho na kesho kutwa. Hawa wanakuja kuwa ndio walezi, hawa wanakuwa ndio wake za watu. Sasa ndio tunasema kwamba hayo mengine yote tuyawache sasa. Lakini hili, ndugu zangu, naomba tutahadhari sana, tutanabahi vile vile. Leo unapofika pahala ukawa na mtoto wa nchi hii wa Kizanzibari, mtoto wa Shangani, mtoto wa Mkwajuni, mtoto wa Mkokotoni, mtoto wa Tazari, mtoto wa Matemwe, wa Nungwi, wa Makunduchi, wa Chokocho, wa Pandani, wa wapi, ikawa leo haogopi kufanya jambo la dhulma, haogopi kuchukua silaha akamuua mwingine, akatoa roho ya binadamu. Jamani, pakubwa sana. Hapafanani na mengine, pengine hatuyajui. Tukisema hivi labda mnaona pengine hatuyajui. Inshallah huko mbele tunakokwenda tutayajua yote, mengi yatakuwa hadharani. Nachosema mimi tu kwamba hii ni dhima yetu sisi sote. Hakuna chama, usisikie tunavitaja tu, lakini chama ni sisi. Wala hakuna chama kitakachokwenda wajibishwa, tutakao kwenda kuwajibika ni sisi. Naam,
tunafanya yote haya, mtu tunabeba tunayachukua kwa sababu ya mambo ya laghwa. Mimi nasema kwamba lazima iwe hivi, lazima iwe hivi. Ndugu zangu, mimi ninachotaka kusema tu, tumeambiwa hapa ucha Mungu si sala 5, si funga peke yake, lakini ni akhlaki zetu ndio ilivyokusudiwa kwamba zifanane na hizo sala zetu, zifanane na funga zetu, zifanane na hija zetu, zifanane na hizi tunazozifanya za kawaida. Mwisho wa siku basi zionekane kwamba hawa ndio wale wanaosali, hawa ndio wale wanaofunga, hawa ndio wale wanaohiji, hawa ndio wale wanaokaa msikitini Ijumaa wakawaidhiwa. Hatufanani. Yani utasikia labda ni sawa sana kwamba mtu anapika, unasikia harufu wasema huko kuna kuja biriani, hata ukija Msambwija. Yani mtu anavyosikia huko anajua huko kwa harufu hii inayotoka labda ni hichi. Sasa ndio na sisi ni hivyo hivyo kwamba hivi tuna matayarisho yetu tulivyowekwa, na mwisho wa siku na sisi wenyewe naona kama tumekuwa watu tofauti.